Halo. Halo. Mimi hapa mama yake Mati, nilikuwa nakwambia hivi. Mati alikuwa anajisikia uchungu. Nimempeleka hospitali kajifungua kwa operation. Lakini kuna gharama hapa zinahitajika kama 300,000 hivi. Sasa na hiyo hela tuma kwenye namba hii. Maana simu ya Mati ninayo mimi. Lakini pia hongera babangu. Kapatikana mtoto wa kiume. Hey. Kwanza kabla yote Violet amejichanganya sana kutoa ule ujauzito kwa sasa, kwa sababu anakwenda kujutia zaidi ya maumivu ambayo yaliwahi kutokea. Maumivu kwa sasa naweza nikasema kwamba yanarudi pale pale, maana manyanya itabidi aweze kuwa na ukaribu na mtoto wake, kitu ambacho kitamfanya Vai awe na mawazo zaidi na upande wake, pia kitu ambacho kinaweza kumfanya Vai aweze kuwa na ule ukaribu kuweza kupotea kabisa na manyanya, pikisha kuonekana kwamba wameweza kurudi kwenye yale ya zamani. Kwa sasa ni kitu gani ambacho kitamfanya Vai aweze kupunguza mawazo? Au kama wewe ni miongoni mwa watu ambao ungeweza kupata nafasi ya kuweza kumshauri Vai, ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia aweze kufanya? Au hii ndoa kwa ujumla ni kitu gani ambacho unaweza ukawaambia, hasa kwa upande wa manyanya, kwa sababu aliweza kumshauri aweze kuitoa mimba, lakini kwa sasa tumeweza kuona simu imeweza kupigwa kwamba inabidi aweze kutoa pesa kwa sababu Matilda ameweza kujifungua, kitu ambacho ni kipya kabisa, kitu ambacho kinakwenda kuibua hisia zingine kabisa za kitofauti. Sasa kwa upande wako, je, ni kitu gani ambacho unahisi unaweza ukatoa ushauri kwa sasa hali ilipofika? Kwa upande wako ni kipi ambacho unaweza kutuambia? Andika hapo kwenye comment, kisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifurahia na kuweza kuipenda tamthilia, basi hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Nikualike na hii moja kwa moja ni Bongo Movie Network. Kwa kwanza moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, kisha huu ni uchambuzi kwa kina ambao una nafasi ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na matukio kadhaa ambayo yanazidi kujitokeza, pia yaliyotokea, lakini hasa tukijaribu kuangazia mambo mengi kweli ambayo yamekuwa ni fundisho katika maisha yetu. Ambapo katika hii hatua kumekuwa na matukio kadhaa ambayo yamekuwa ni ya kitofauti na yameweza kuibua hisia kubwa sana. Kwanza wakati tunaanza tumeweza kuona kuanzia kwa nyumbani kwa manyanya pale, tumeweza kuona kwamba Vai ana maumivu makubwa sana, moyo unamuuma, roho inamsuta kwamba ameweza kukatisha maisha ya binadamu, maisha ya mtoto, ameweza kutoa mimba, kitu ambacho aliweza kushauriwa na manyanya ili kusudi waweze kurudiana. Lakini hapo kumbuka, Mati ni miongoni mwa binti ambaye aliweza kupewa ujauzito na huyo ambaye ni manyanya, lakini sasa simu imeweza kupigwa kwamba ameweza kujifungua. Nakumbuka kuna kitu ambacho aliweza kumwambia huyo ambaye ni manyanya, aliweza kumwambia Vai kwamba endapo ile mtoto ongeza kuzaliwa, basi kungekuwa na upendo au fitna ambayo ingeweza kuwepo, upendo ungeweza kupungua, na kitu ambacho kingeweza kufanya kuwe na tofauti zaidi, kwani angejua kwamba yule babake na yule basi kungekuwa na mapenzi yanayoendelea. Kwa hivyo ndio maana aliweza kumshauri aweze kuitoa hiyo mimba. Lakini je, huko kwa upande wa Matilda itakuwaje? Maana sio kwamba manyanya kwamba yeye ndio binadamu peke yake, lakini pia Vai ni binadamu, mtu ambaye pia ana hisia kali sana na zinamuumiza. Sasa je, itakuwaje? Kwa sababu hapa Vai ni kama amefanya makosa makubwa sana kuweza kurudi nyuma katika mbio zake ambazo alikuwa anapambana, kwa sababu alikuwa ameshaamua kwa sasa na kwenda kuishi maisha yake, alee mtoto wake na nini, maisha endelee. Lakini kwa sasa ndio kama umevyoona, na jambo hili kama mama yake kilifahamu kwamba ameweza kutoa mimba, basi ni kitu ambacho watamshangaa sana, na pia wakianza kusikia kwamba yule mtoto amejifungua ni kitu ambacho kitawashangaza sana. Kwa hivyo hili ni moja kati ya funzo nzuri kabisa ambalo kwa upande wako wewe unabidi uweze kujifunza, hasa mtazamaji. Kama ni miongoni mwa watu ambao kujifunza vitu vingi, basi nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe, kisha tuweze kuanza katika matukio kadhaa. Tumeweza kuona ni kwamba Kavumba Mwamba mwenyewe ameweza kwenda kwa mganga Mr. Watani Kavumba, amekwenda kutafuta dawa. Kwa inasadika kuwa yule ni mganga wake wa zamani, na huyu mganga na siri nzito, anajua vitu vingi sana. Kwa hivyo kuna waganga ambao wamekuwa mtaani kwetu, tumekuwa tukienda wote tunaenda kulogana, yani hapa inakuwa ni kazi kweli, kwamba wewe unakwenda kumloga muue, wewe unaenda kwenda kuloga kuweka kinga, inakuwa ni kazi kubwa sana ambao inakuwepo pale. Sasa tumeweza kumuona Mr. Watani Kavumba ameenda pale kuweza kutafuta dawa.
ambayo iweze kumlinda. Lakini kumbuka anaelekea kule Sumbawanga. Kumbuka nikupe kodi tu, Sumbawanga ni moja kati ya sehemu ambapo huyo Kavumba tuseme ni kwamba anaendelea kupiga harakati zake katika maisha yake ya kawaida. Anapiga harakati zake za kwenda kuchukua, anaenda kuchukua mahindi kule, anachukua mazao, anasafirisha hadi Dar es Salaam. Kwa hivyo ameweza kuitaja kama respect kubwa sana, kwa sababu ni sehemu ambapo imekuwa ni miongoni pia sehemu anapopiga harakati zake. Kwa hivyo anaelekea kule Sumbawanga kuweza kuhakikisha anakwenda, lakini ameomba kinga kwa sababu Sumbawanga ni sehemu ambapo inatajwa kuwa kuna uchawi mwingi kweli kweli. Lakini wakati anaomba kinga kaambiwa kwamba kuna mtu anamzuru ambaye ni Kathe. Sasa kuna kitu pale ambacho Kathe inabidi aweze kujiuliza kwamba kwa nini watu wengine ndio wanapata shida na anawaonea watu ambao walishauriwa na Mr. Kavumba. Yani mkuu wa kikosi ni kwamba yeye ni sawa na kipindi unakuta upo shule ya msingi, mama yako anakuambia wewe achana na makundi, kumbe hajui kama wewe ndio kiongozi wa yale makundi, hajui kabisa. Kwa hivyo hii ni sawa na hii inakuja kutokea kwamba wanaoumia ni hawa wadogo tu ambao aliwata ni Kavumba. Yeye ni mtaalamu na kisha anajua kabisa kwamba aweze kuelekea wapi, ameenda kwa mganga kuweza kuhakikisha naweka mambo sawa. Basi ni miongoni mwa kitu ambacho kiuhalisia kinatoa funzo fulani hivi ambalo kiuhalisia na kitu cha kitofauti zaidi. Basi kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia jambo hili na unaweza kudondosha maoni yako kwamba mwisho wake itakuwaje, kumbuka hii vita inasadikika bado ni mbichi zaidi, kwamba walitoka kwenye pesa wakaendekea kwenye ubabe, sasa wamemamia kwenye uganga. Sasa je, itakuwaje kuhusiana huku kwa waganga? Ngoma itakuwaje? Bado mambo ni moto. Lakini kile ambacho nataka kukuambia ni kwamba hii vita mganga ndio anayejua, na yeye yule mwenye dao kubwa, mwenye pesa kubwa ndiye atakaye toboa. Lakini Kathe pia atarudi kuweza kuzungumza na mganga kwamba kwa nini dawa haifanyi kazi. Ataambiwa kwamba huyu kijana na yeye anaenda kwa waganga kuhakikisha anaweka nani, kwa hivyo aweze kuongeza dao. Kwa hivyo vita itazidi kuwa kubwa zaidi. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanajifunza vitu, basi hakikisha unatuambia kwenye comment kwamba unajifunza vitu fulani. Lakini tumeweza kuona kwamba upande wa Mdeme tuliweza kuona mara ya mwisho aliweza kuelekea ndani, lakini pia tumeweza kuona mambo mengi kweli ambayo yamekuwa yakijitokeza, hususan katika upande wa tamthilia hii yamekuwa kibamba kinoma. Basi hii ni miongoni mwa sehemu ambapo unapata nafasi kuweza kuzungumza machache, hasa kwa uchambuzi wa kina, kujifunza vitu vingi pia katika nafasi hii. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hili Bongo Movie Net, asante kwa kuwa na mimi, tutaendelea na saa mwingine. Basi dondosha maoni yako hapo chini. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video.
Huenda hapa ikawa ndio ile sehemu ambayo watu wengi waliisubiri sana, maana sasa mauzauza yamekuwa mengi. Tukiachana na yote kwa hapa ilipofikia hali hii, je, Manyanya atafanyeje? Maana maswali yanazidi kuongezeka. Mfano, kupitia tukio hilo ambalo limeweza kutokea, Manyanya ataamka aende kuwasha TV. Achana na TV, Vai kazima kabisa na taa za ndani. Na kwa upande wa Manyanya, kwa sisi watazamaji tunafahamu kabisa hii ni dharau kubwa kwa upande wake, kutokana na kile ambacho anafanyiwa na Vai. Na bila shaka kilichobakia kwetu sisi watazamaji ni kuwa na hamu kubwa ya kuweza kujua, je, Manyanya atafanya nini? Basi huenda ukani miongoni mwa watu ambao unatamani kuweza kufahamu na kuweza kujua, je, ni kipi ambacho kitaweza kutokea. Na kabla sija kujuza kitu ambacho kinakwenda kutokea, basi moja kwa moja niweze kualika, hii ni Bongo Movie Network, na kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika tuweze kupitia uchambuzi wa kina, tuweze kutazama ni yapi au ni lipi ambalo linakwenda kutokea. Kumbuka, kutokana na haya ni kwamba tupo katika hatua za mwisho katika tamthilia hii, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizopo kupitia script hii inadai kwamba tupo katika hatua za mwisho, kwa sababu kuna baadhi ya tamthilia ambazo tayari wameshafika episode ya 120 na kitu, mwisho wa siku imeweza kutamatika. Kwa hivyo hata hii ipo katika ukingo wake. Kwa sasa episode ya 118 ni hatua ambayo ni ndefu sana na kubwa zaidi. Sasa hapo tupata nafasi ya kuweza kutazamia juu ya yale ambayo yanayojiri, pia nikipata nafasi ya kuweza kufahamisha ni kipi ambacho kinakwenda kutokea. Kumbuka, ambaye ni mke wa Manyanya ameshakili na kusema kuwa kwa sasa hana ratiba kuweza kuondoka sehemu hiyo, atabakia hapo hadi atakapofanikisha lengo zima la talaka kuweza kutokea. Na kama tulivyoona, kuna dalili ambazo zimeweza kutokea kuonyesha kwamba Manyanya anaonyesha nia fulani hivi ya kutoweza kulifuatilia jambo hili, kitu ambacho ukijaribu ukifikiria kimeweza kusababisha Vai aweze kushtuka, na kaamua mbinu ambayo atakwenda kuitumia ni kuweza kuleta mambo ambayo haeleweki, yani vitu kama hivi, kwamba anaanza kujibizana na yeye, kumwambia kwamba TV ni ya kwao wote. Kwa hivyo kama ameamua kuwasha na kuangalia, basi naye pia anaweza kuweza kuamua kuzima, na sasa anamwambia kwamba umeme aliolipia sio yeye aliolipia. Kwa hivyo kinachofuata hapo ni kuweza kunyanyasika. Kwa hivyo haya huenda yakasababisha Manyanya aweze kuhakikisha kwamba anafuatilia swala zima la talaka, lakini bado maswali ni mengi. Kumbuka, Manyanya kitu hiki cha swala la talaka ni kitu ambacho kinampa maswali mengi zaidi, hasa akiwaza mali ambazo walizonazo ziweze kugawanywa kwa wote, ni kitu ambacho kinazidi kumpa maswali mengi zaidi na anaogopa sana. Lakini kwa sasa kama ulivyoona, vita imeanza upya, vita imeanza nyingine zaidi. Kwa sasa tumeweza kuona katika nyumba hii kuna kwenda kuwa na vitu vingi zaidi, hasa kwa upande wa mama mkwe ambaye na yeye ameweza kuahidi kwamba atahakikisha anamnyosha. Je, Manyanya atafanyeje? Kwa hatua hii ambayo imefika, ni dhahiri kwamba yeye kama yeye basi huenda akachukua maamuzi ambayo ni ya kuleta ugomvi na mengi zaidi. Lakini ukijaribu kumtazama ni kwamba alivyokuwa amekaa na jinsi ambavyo alikuwa kimtazama, kiuhalisia ni kwamba ana hasira sana, na tukio linapoanza ni pale ambapo TV iliweza kuzimwa, ni kitu ambacho kiuhalisia kimeweza kumpa hasira. Na jambo lingine ambalo liweza kumpa maswali zaidi ni lile ambalo aliweza kutamka na kusema kwamba kila mtu ana mtoto wake, ana mimba yake, kwa hivyo aweze kuelea, aweze kuhakikisha. Kwa hivyo tukiachana na hapo zaidi, na imani kubwa huenda kuna vitu ambavyo umeweza kujaribu kuvitazama, na huenda ukani miongoni mwa watu ambao wamekuwa na maswali mengi zaidi. Unaweza kudondosha maswali yako hapo chini kwenye comment, lakini pia unaweza kudondosha maoni yako hasa kwa upande wako kuhusiana na swala hili. Je, ni kipi ambacho wewe unakiona kwamba kitakwenda kutokea? Lakini tukiachana hayo, katika hii hatua iliyopita kumekuwa na maswali mengi sana ambayo yameweza kujadiliwa, au kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kuibuka. Lakini ukiachana hayo, kuna script nyingi sana. Katika hii hatua iliyopita tuliweza kuona script ya kwanza, au naweza nikasema scene ya kwanza ilikuwa ni Manyanya alipokuwa amekaa na mama mkwe ambao tulipoishia katika hatua iliyopita, lakini baadaye tukamwona Siboma na akiwa na yule mgeni, ambapo kwa sasa hivi inaonyesha kuna kitu ambacho kimeweza kutokea. Kiuhalisia kuna kitu ambacho kimejificha hapo, ambapo kupitia hili basi inatuonyesha wazi kwamba kuna kitu kipi ambacho kinakwenda kutokea, ambacho Mdeme huenda akaja akagundua hiki kitu, au mwisho wa siku aidha huyu binti aidha akabeba ujauzito au kijana, kisha ikaja kuleta mtafaruko mkubwa sana, hasa Mdeme naye akahisi labda naye kahusika. Hao ni mambo ambayo yapo katika hatua hii, lakini pia katika hatua zingine ambazo
katika scene nyingine ilikuwa ni ile ambapo Manyanya aliweza kupita na kuambia kwamba sasa hizi ndio scene hiyo ambayo iliyopita, lakini tukaja kumalizia katika ile scene ya kina Nima pamoja na Kipepeo ambao walikuwa wakijadiliana kama kawaida mambo yao ambao wamekuwa wakiyafanya kwa sasa. Ndipo tukamalizia katika scene hiyo na Manyanya na Vai walipomalizia pale nyumbani. Sasa kupitia hizi scene ambazo takriban kama 4 basi kuna vitu vingi ambavyo bila shaka hatujapata nafasi ya kuweza kuviona, hasa katika upande wa watu ambao ni muda mrefu sana hatujawahi kuwaona, ni muda mrefu sana ni Amani. Wengine ambaye hatujawahi kumuona ni muda mrefu ni pamoja na Mudi, kwa sababu mara ya mwisho Mudi tuliweza kumuona ndo pale yupo na Cindy, lakini ni muda mrefu sasa hatujaweza kumuona. Lakini katika hatua itakayofuata basi huenda wakaonekana, lakini katika taarifa ambazo nizo nazo kutoka kwa watu wangu wa karibu ni kwamba huenda ikawa ni hatua zao za mwisho kabisa, kwa sababu tamthilia hii inaonekana kwa sasa huenda ikafikia tamati. Na tamati inafikaje? Kwa yote kuweza kuyakamilisha au kuyatamatisha. Kwa hivyo pia una nafasi ya wewe kuweza kutoa maoni yako kwa upande wako kwamba je, unatamani tamthilia hii iweze kuishia hapa au iweze kuendelea? Pia una nafasi ya kuweza kudondosha maoni yako zaidi. Lakini kitu ambacho nikwambia tu ni kwamba kwa sasa mwisho wa tamthilia hii utakuwa ni kwamba Manyanya ataenda kuhakikisha anafuatilia swala zima la talaka, alafu kisha maisha yataanza upya kabisa, mambo yatakuwa sawa. Kuhusiana na swala la Matilda limeshawekwa wazi kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia katika channel hii ya Bongo Movie Network. Bila shaka limekuwa likizungumzwa kwamba Mati hali yake si nzuri, kwa hivyo ndio maana katika episode iliyopita niliweza kumwona alipokuwa akizungumza, ilionyesha wazi dhahiri kabisa kwamba hali yake ndio ipo hivyo. Kwa hivyo hii inaonyesha zaidi kwamba tupo katika hatua za mwisho kabisa kuweza kutamatisha tamthilia hii. Basi ambazo kudondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha tuweze kukutana katika hatua inayofuata. Huenda hapa ikawa ndio ile sehemu ambayo watu wengi walisubiri sana, maana sasa mauzauza yamekuwa mengi. Tukiachana na yote kwa hapa ilipofikia hali hii, je, Manyanya atafanyeje? Maana maswali yanazidi kuongezeka. Mfano, kupitia tukio hilo ambalo limeweza kutokea, Manyanya ataamka aende kuwasha TV. Achana na TV, Vai kazima kabisa na taa za ndani. Na kwa upande wa Manyanya, kwa sisi watazamaji tunafahamu kabisa hii ni dharau kubwa kwa upande wake, kutokana na kile ambacho anafanywa na Vai. Na bila shaka kilichobakia kwetu sisi watazamaji ni kuwa na hamu kubwa ya kuweza kujua, je, Manyanya atafanya nini? Basi huenda ukani miongoni mwa watu ambao unatamani kuweza kufahamu na kuweza kujua, je, ni kipi ambacho kitaweza kutokea. Na kabla sijakujuza kitu ambacho kinakwenda kutokea, basi moja kwa moja niweze kualika, hii ni Bongo Movie Network, na kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika tuweze kupitia uchambuzi wa kina, tuweze kutazama ni yapi au ni lipi ambalo linakwenda kutokea. Kumbuka kutokana na haya ni kwamba tupo katika hatua za mwisho katika tamthilia hii, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizopo kupitia script hii inadai kwamba tupo katika hatua za mwisho, kwa sababu kuna baadhi ya tamthilia ambazo tayari wameshafika episode ya 120 na kitu, mwisho wa siku imeweza kutamatika. Kwa hivyo hata hii ipo katika ukingo wake. Kwa sasa episode ya 118 ni hatua ambayo ni ndefu sana na kubwa zaidi. Sasa hapo tupata nafasi ya kuweza kutazamia juu ya yale ambayo yanayojiri, pia nikipata nafasi ya kuweza kufahamisha ni kipi ambacho kinakwenda kutokea. Kumbuka ambaye ni mke wa Manyanya ameshakili na kusema kuwa kwa sasa hana ratiba kuweza kuondoka sehemu hiyo, atabakia hapo hadi atakapofanikisha lengo zima la talaka kuweza kutokea. Na kama tulivyoona kuna dalili ambazo zimeweza kutokea kuonyesha kwamba Manyanya anaonyesha nia fulani hivi ya kutoweza kulifuatilia jambo hili, kitu ambacho ukijaribu ukifikiria kimeweza kusababisha Vai aweze kushtuka, na kaamua mbinu ambayo atakwenda kuitumia ni kuweza kuleta mambo ambayo haeleweki, yani vitu kama hivi kwamba anaanza kujibizana na yeye, kumwambia kwamba TV ni ya kwao wote. Kwa hivyo kama ameamua kuwasha na kuangalia, basi na yeye pia anaweza kuweza kuamua kuzima, na sasa anamwambia kwamba umeme aliolipia sio yeye aliolipia. Kwa hivyo kinachofuata hapo ni kuweza kunyanyasika. Kwa hivyo haya huenda yakasababisha Manyanya aweze kuhakikisha kwamba anafuatilia swala zima la talaka, lakini bado maswali ni mengi. Kumbuka Manyanya kitu hiki cha swala la talaka ni kitu ambacho kinampa maswali mengi zaidi, hasa akiwaza mali ambazo walizonazo ziweze kugawanywa
kwa wote ni kitu ambacho kinazidi kumpa maswali mengi zaidi na anaogopa sana. Lakini kwa sasa kama ulivyoona, vita imeanza upya. Vita imeanza nyingine zaidi. Kwa sasa tumeweza kuona katika nyumba hii kuna kwenda kuwa na vitu vingi zaidi, hasa kwa upande wa mama mkwe ambaye na yeye ameweza kuahidi kwamba atahakikisha anamnyosha. Je, Manyanya atafanyeje? Kwa hatua hii ambayo imefika, ni dhahiri kwamba yeye kama yeye basi huenda akachukua maamuzi ambao ni ya kuleta ugomvi na mengi zaidi. Lakini ukijaribu kumtazama ni kwamba alivyokuwa amekaa na jinsi ambavyo alikuwa kimtazama, kiuhalisia ni kwamba ana hasira sana, na tukio linapoanza ni pale ambapo TV iliweza kuzimwa. Ni kitu ambacho kiuhalisia kimeweza kumpa hasira. Na jambo lingine ambalo liweza kumpa maswali zaidi ni lile ambalo aliweza kutamka na kusema kwamba kila mtu ana mtoto wake.